Haleluya, haleluya. Ninamtukuza Bwana Yesu tena kwa sababu ya hii alfajiri ya leo. Kwa neema yake tena tumeenda na kuwepo. Baba yetu, Mungu wetu mtakatifu sana, uketie patakatifu mahali palipoinuka Bwana, mahali pa juu. Nakushukuru sana kwa vile ambavyo Mungu mwenye haki Bwana umekuwa pamoja na sisi katika kutulinda, kututunza mikononi mwako Bwana, kwa kila namna, mazingira na kila hali ya Bwana. Kristo Yesu umeendelea kuwa pamoja na sisi Bwana kipekee katika jina la Yesu. Tunasema asante Bwana mabwana kwa sababu ya neema yako hii. Nasi Bwana asubuhi ya leo tunalitukuza jina lako Bwana, tunaliinua jina lako Mungu mtakatifu. Na tunasema asante Bwana Yesu kwa sababu ya pendo lako la pekee. Baba, katika jina lenye uweza, mamlaka na nguvu la Yesu Kristo Bwana aliye mwamba na nguvu zetu, Jehova, nimekuja mbele zako wewe Bwana katika wakati masana majira haya Mungu mtakatifu Bwana, nikiomba kwamba Mungu mwenye haki ukazungumze nasi tena Bwana katika asubuhi ya leo. Roho Mtakatifu Bwana, kwamba ukaseme nami, sema na mtu mmoja mmoja Bwana, zungumza na kila mtu katika jina la Yesu. Naomba Bwana asiwepo ambaye unamwacha, asiwepo ambaye unanyamaza, asiwepo ambaye unatulia. Roho Mtakatifu na kuomba Bwana ukazungumza na mtu mmoja mmoja katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Hatuna mwingine aliye nguvu, hatuna mwingine aliye msaada, hatuna mwingine aliye kila kitu kwetu isipokuwa wewe peke yako e Bwana. Wewe ndiye zaidi ya vyote katika maisha yetu ya Bwana. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya wakati huu, maana uko tayari kusema nasi ya Bwana, ukazidi kuinuliwa, kutukuzwa na kuhimidiwa katika jina lenye nguvu, uweza, mamlaka na utukufu mwingi la Yesu Kristo Mwokozi uliye hai. Baba, ninakutukuza na kukuinua kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Asante mfalme wa utukufu. Amen. Welcome again this morning. Mapambazuko ya kizazi cha wamtafutao Bwana, kizazi ambacho ni cha pekee, kilichojaa neema, kilichojaa utukufu wa Mungu, kinachotembea na utukufu wa Mungu, kizazi ambacho kitayashuhudia matendo makuu ya Mungu. Si tu hivyo, ni kizazi ambacho kitazungumza kuhusu Mungu, ni kizazi ambacho kinaishi katika uhalisia wa kiungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ndio, ni kizazi ambacho kitaishi katika uhalisia wa kiungu. So namshukuru Mungu sana watu wote ambao wamedhamiria kumtafuta Mungu na kumuishi Mungu duniani. Wale ambao wamedhamiria kumtafuta Mungu, kuutafuta uso wake, wanaubeba uhalisia wa kiungu katika maisha yao. Wanaubeba uhalisia wa kiungu, wanabeba ule uhai wa kiungu, wana maelezo yaliyo hai ya kiungu, wana evidence zilizo hai za kiungu. So ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya kizazi hiki ambacho Bwana anakiinua. Remember that God seekers, we are spiritual giants and we are more than conquerors. So hatuna wasiwasi, na unajua hatusumbuliwi na mazingira and the situation. It doesn't matter how the situation is, but we know that we are more than conquerors. So let's keep moving. Acha tuendelee kwa kadri Bwana atupavyo neema. This morning Roho Mtakatifu ametupa kuendelea na kitu kinachoitwa nguvu ya msamaha, nguvu ya kusamehe, ama nguvu ya kuachilia. Tunaendelea nayo kwa kadri ambavyo Roho Mtakatifu anatupa hatua kwa hatua. Jamani, Bwana Yesu na asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu. Tumekuwa tukiangalia mambo kadhaa, na jana tumeangalia jambo jingine. Tumeona kwamba kuomba msamaha haimaanishi wewe ni mjinga, ni mpumbavu. Haimaanishi kwamba wewe huna nguvu, huna uwezo. In other meaning, tunaweza kusema kuomba msamaha hakukuondolea heshima yako. Bwana niseme tena na wewe ndugu yangu mpendwa, nasema hivi, kuomba msamaha, apologizing, haikuondolei heshima yako. Bado unabaki kuwa yule yule, haijakuondolea heshima hata kidogo. Yaani kuomba msamaha, narudia tena, hakuondoi heshima yako. Tuko sawa sawa? Ndio. Kuomba msamaha hakuondoi heshima yako, lakini kuomba msamaha kuna kufanya tu uwe mtu ambaye umetengeneza mazingira mazuri mbele za Mungu. Unakuwa mtu ambaye ni humble, mtu mnyenyekevu. Na mtu yote ambaye ni mnyenyekevu, Biblia inasema Mungu huwapinga wenye kiburi, alafu wapa wanyenyekevu neema. Ni kusema aliyejikweza
anashushwa na aliyejishusha anainuliwa. So kuomba msamaha kunatengeneza mazingira ya ushindi spiritual, kunatengeneza mazingira ya ushindi ambayo hukuwahi kuyatarajia. If you know, kama unajua kabisa uliwahi kukosea, umemkosea mtu fulani, go and apologize, pasipo kujali ana wadhifa gani, ni mkubwa au mdogo kuliko wewe. Tumesema jana, hata kama uliyemkosea ni mtoto wako wa tumboni kabisa, umemkosea, ni mtoto wako wa kumzaa, lakini umemkosea, nenda kamuombe msamaha. Hivyo hivyo kamwangukie, umuombe msamaha. Kwa nini? Unatengeneza mazingira. Jamani, kwa wale unakuta umekosea, jitahidi omba msamaha, kwa sababu kwenye kuomba msamaha kuna kutengenezea mazingira. Kuna kutengenezea mazingira mazuri mbele za Mungu. Kuna mambo mengine ambayo shetani atakushtaki nayo kwa sababu ulifanya kosa, na kwa sababu wewe ni mtu fulani mkubwa fulani ukakataa kuomba msamaha. Sasa unapofanya haya unajikuta kwamba tayari hapo kuna mashtaka yataendelea. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni kweli kanuni zinaangaliwa kwenye ulimwengu wa roho, kanuni ndo zinafuatwa zaidi kuliko unachoongea. Yesu asifiwe. Na ndio maana unaweza ukaomba jambo fulani, au waje nikupe mfano. Kuna mahali fulani Biblia inaeleza kwenye kitabu cha waraka wa Yuda kwa watu wote kwamba Shetani aliwahi kushindana na malaika Mikaeli kwa sababu ya mwili wa Musa. Kwa nini? Kwa sababu ya kosa fulani ambalo ile ndilo lilosababisha Musa akafa before kuingia kwenye ile promised land. Kwa nini? Alikosea pale ambako Mungu alimwambia hukunistahili, pale kwenye maji ya nini? Maji ya Meriba. Hapo ndipo alipokosea. Na alipokosea pale alipoambiwa lisemeshe jiwe au semesha mwamba, akaupiga. Pale alipokosea. Sasa kwa sababu ya hako kakosa hako ambako alipelekea kifo cha Musa, hako ndio alisimama nako shetani kutaka kuchukua mwili wa Musa. Lakini Biblia inaeleza vizuri kwamba malaika akamwambia Mungu na kukemee. Kwa nini? Huna nafasi katika hili. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani anapata nafasi ya kukushtaki kunapokuwa na kitu kako kadogo. Hata kama ni kadogo, unapaswa kutengeneza. Yesu na atusaidie sana. So hili muhimu sana kukamata hii vizuri katika jina la Yesu. Naomba tuendelee mbele kidogo, lakini nikumbushe pia, jana tulisema kwamba kuomba msamaha sio ndio uanze kufura. Unaanza kufura kama kobra kwamba mimi ndio siliwaambia atakuja tu ameniomba msamaha. Ukiomba msamaha, elewa, ukiomba msamaha kuna vile unaweza ukaomba msamaha na ndio ulioutaka, na ukajikuta kwamba badala ya kuwa umefanya vizuri umetengeneza, ndio umejiharibia kwenye ulimwengu wa roho. Yesu natusaidie sana. Kwa sababu mara nyingi mtu anapohamba mbele yako, mtu anaponyenyekeza mbele yako, unaweza ukajiona wewe kama bosi fulani, ukajiona wewe ndo mkubwa, na tayari mbele za Mungu umeshaharibu. Kwa yani kila kitu kinahitaji umakini. Unapoombwa msamaha usijione bosi, kwa sababu pia hii itakuharibia mbele za Mungu, maana utajiinua. Unapoomba msamaha, ridhika, pokea, tena bila vigezo. Jana tumesema msamaha wenye masharti, huo sio msamaha. Wewe unakuwa umelipisha faini, huyo mtu amenunua msamaha, amelilipia kosa lake, hajasamehewa. Na kama umewahi kupokea vitu ili usamehe, bro, my sister, umekosea, nenda kamrudishie yule mtu. Huo sio msamaha, huyo mtu amelipia kosa lake. Msamaha wa kweli hauna masharti na haupokei vitu. Kama kweli umeamua kutoa msamaha, msamaha huo unatolewaga bure, hauna masharti na wala haupokei vitu. Maana ukipokea, maana yake amelipiwa, huyo mtu amelipia kosa lake, umenunua. Yesu natusaidie sana. Mtu mmoja niliwahi kupata story fulani. Mtu mmoja aliwahi kukosea mahali fulani, alikosewa, akapigwa, akaumizwa. Alipoumizwa akalipwa hela kidogo. Sasa alipolipwa, wakati watu wanamwambia naomba ninunulie hata soda, hapo anambia kapigwe na wewe. Na wewe nenda kafumulie, nenda kapigwe ili ulipwe. Yesu na atusaidie sana. Sasa
Nisikilizeni wapendwa, niwaambie. Narudia tena, msamaha wa kweli hauna masharti na haupokei chochote ili kwamba kusamehe. Ikishakuwa kwamba unapokea vitu ili uweze kusamehe, huo sio msamaha, na huyo mtu anakuwa amelipia kosa lake, wala haina shida. Yaani wewe hujasamehe bado. Wewe hujasamehe, maana kuna vitu unavyo ambavyo ulipaswa kutokuwa navyo, ili hukupaswa kuwa navyo kwa sababu umetoa msamaha. Yesu na atusaidie sana. Kwa hiyo unapoomba msamaha na wewe usivimbe. Lakini niongeze kusema leo kwamba jamani, ya kuomba msamaha hakutangazi ujinga ulionao. Ngoja nirudie tena. Kujishusha na kuomba msamaha hakutangazi ujinga. Hakukuonyesha, hakukudemonstrate kama mjinga. Lakini kuomba msamaha, unanisikia? Kuomba msamaha kunaitangaza hekima kubwa ulionayo. Sikiliza, wakati mwingine inapotumika hekima kubwa kwenye jambo fulani, watu wanaweza kuona kama huyo mtu ni mjinga, hajielewi huyu, au hafai, huyu sio, huyu hafai, huyu si, na vitu kama vile. Mara nyingi sana inapotumika hekima ya roho kwenye mambo kadha wa kadha, wanadamu wao wanashindwaga kuelewa. Nawaambia watu, ndio maana hata kitabu cha Wimbo Ulio Bora kuna watu wanashindwa kukielewa. Wanadhani kimeandikwa kwa ajili ya mapenzi. Wanadhani kimeandikwa kwa ajili ya mke na mume. Kimeandikwa kwa ajili ya mtu na mpenzi wake. Hapana. Kitabu cha Wimbo Ulio Bora kimeandikwa kwa hekima ya juu mno. Watu hawezi kuelewa. Watu hawezi kuelewa hata kidogo. Wanachukulia ni kwa ajili ya mke na mume, lakini sivyo. Ukiomba Roho Mtakatifu akupe mafunuo, akupe ufafanuzi wa kile kitabu, utashangaa. Wala hakihusu mwanaume na mwanamke hata kidogo. Yesu na atusaidie sana. So, narudia tena kwamba kuomba msamaha hakutangazi ujinga, kunatangaza hekima kubwa ulionayo ndani yako. Lakini unapoombwa msamaha haitangazi ukubwa wako, ila kinatangaza, kuombwa msamaha kunatangaza jinsi unavyopendwa, jinsi ambavyo kuna upendo wa Mungu kwenye maisha yako. Kwa hiyo kuombwa msamaha hakutangazi we ni mbabe hata kidogo. Kuombwa msamaha kunatangaza vile unavyopendwa. Yesu na asifiwe sana. Lakini pia naomba ujue, mtu asiposamehe mara nyingine anajikuta kwamba anataka kulipa kisasi. Ngoja nirudie tena. Mtu anaposhindwa kusamehe mara nyingi anatamani kulipa kisasi, na huwa inatokeaga. Yesu na atusaidie sana. Naomba tuende tusome kitabu cha Mathayo 18:21. 18:21. Yesu na atusaidie sana. Kitabu cha Mathayo mtakatifu. Neno la Mungu linasema, kisha Petro akamwendea, anamwendea nani? Yesu. Akamwambia, Bwana, ndugu yangu anikose mara ngapi nami nimsamehe hata mara 7? Yesu akamwambia, sikwambii hata mara 7, bali hata 7 mara 70. Yesu na atusaidie. Na hapo Yesu alikuwa anazungumza pade. Alikuwa anazungumza kwa siku moja, kwamba mtu akukose hata 7 mara 70, 490, akukosee mara 490 times kwa siku moja, bado unalazimika kumsamehe. Nani anaweza kukosea mara 490 kwa siku? Nani? Haiwezekani. Hii ni kusema hivi, Yesu anamaanisha hatuna sababu yoyote ya kukaa na kinyongo. Hatuna sababu yoyote ya kukaa na uchungu. Hatuna sababu yoyote ya kukaa na chuki. Kwa nini? Tayari uko wigo mpana wa kusamehe mara 490. Asa unaposikia 7 mara 70, haina maana naweza sasa unamkosea mtu kwa sababu analazimika kukusamehe mara 490. Acha hiyo. Unamkosea mtu kwa sababu analazimika kukusamehe. Hakuna. Unapofanya hivyo kimakusudi, hata wewe inakupasa hukumu. Yesu na atusaidie. Usimkosea mtu kimakusudi. Makosa yanayozungumzwa hapa ni ile ambayo sio kama mtu anakufanyia kwa makusudi. Hata kama anakufanyia kwa makusudi, sasa hicho ni kitu kingine. Lakini pamoja na hata kama anakufanyia kimakusudi, wewe unayetendewa kosa hilo, inakupasa usamehe. Yesu na atusaidie sana. Kwa hivyo tunapozungumza msamaha, tunaomba uelewe, Yesu anasema sikwambii tu mara 7, hata 7 mara
70. Huyo mtu anapokuja kuomba msamaha, wewe samehe, achilia. Yesu na atusaidie sana. Lakini kwenye habari ya kwamba nani kakosea na nani asamehewe au nani kakosea, yani watu wote waliokosea wanapaswa kusamehewa na watu wote waliokosea wanapaswa kuomba msamaha. Haijalishi, jana nilisema, haijalishi wadhifa, nafasi, cheo alichonacho. Yani haijalishi ni kategori gani ya power alionayo, iwe ni political ama iwe ni religious, hata hiyo anapaswa kuomba msamaha, anapaswa kutubu. Yesu na atusaidie sana. Bwana Yesu na atusaidie. Kwa hiyo umakini unahitajika sana. Yesu anasema hata 7 mara 70 tunatakiwa ufanyeje? Usamehe. Jamani, Yesu na atusaidie sana. Unatakiwa usamehe, uachilie. Yani hakuna shida nyingi, hakuna mambo mengi, unaomba msamaha, unaachilia hapo hapo. Jamani, Yesu na pewe utukufu mwingi sana sana. Kwa hiyo unapokuwa umekosea, nenda kaombe msamaha, maana haitangazi ujinga na wala haikupunguzii chochote, haikupunguzii cheo chochote, haikupunguzii chochote, isipokuwa inatangaza jinsi ulivyo na hekima, na itauimarisha utumishi aidha wa kiserikali ama wa kihuduma. Itakuimarishia. Kwa sababu gani? Wewe ni mtu mnyenyekevu na Mungu anashughulika na watu wanyenyekevu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo umakini unahitajika sana. Naomba tusome hiki kitabu hapa cha Hesabu sura ya 12. Hesabu sura ya 12. Tusome mstari wa kwanza hapo kuendelea. Kuna mambo kadhaa ya kuona. Biblia inasema hivi: kisha Miriam na Haruni wakamnena Musa kwa sababu ya mwanamke Mkushi aliyekuwa amemwoa, maana alikuwa amemwoa mwanamke Mkushi. Wakasema, je, ni kweli Bwana amenena na Musa tu? Hakunena na sisi pia? Bwana akasikia maneno yao. Nataka uelewe, Bwana akayasikia nini? Maneno yao. Nataka ujue, wakati unapokosea kwa mtu, wakati unapomkosea mtu kwa kumsema ama vinginevyo, wakati unapofanya hivyo, usijisahaulishe. Kabla ya huyo mtu kuyasikia hayo maneno, Mungu ameyasikia. Na kama Mungu ameyasikia, kabla huyo mwenye kumkosea hajashughulika na wewe, Mungu huenda akaanza na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio. Kwa jichunge, usimkosee mtu. Hasa hapa angalia, ni mtumishi wa Mungu Musa, anakosewa, anasengenywa. Kwa lugha nyingine rahisi, anasengenywa na Miriam na Musa na Haruni. Ni mtu na ndugu yake kabisa. Huyu ni dada na kaka yake, wanamsema mdogo wao. Sasa huyu naye, sasa huyu naye, sasa huyu naye. Mungu akasema haina shida. Mungu akayasikia maneno yao. Musa anasemwa kwa sababu gani? Kwa sababu ya vile ambavyo anakuja na ujumbe wa kimungu kila mara. Hapa tunaona nini? Sikiliza ndugu yangu mpendwa, ndio maana nilikuambia kusamehe ni kitu cha muhimu sana, kwa sababu haitajalisha kwamba wewe ni nani. Hata hiyo bado unaweza ukasemwa ni mtumishi wa Mungu Musa, na unasema kwa sababu anasema kwa sababu ya ubora aliyokuwa nao, namna ambavyo alikuwa akitumika mbele za Mungu, hiyo anasemwa nayo. Kwa hiyo nilikuambia hivi mpendwa, jitahidi sana uwe na neema ya kusamehe. Omba Mungu akupe neema ya kusamehe, kwa sababu hakuna vile unaweza kuwafurahisha wanadamu. Hakuna vile ambavyo unaweza ukawafurahisha mwanadamu. Ukila vizuri, kama unakula nyama, anasema unamringisia. Alafu kama unakula dagaa, anasema umeishiwa. Ukivaa vizuri, unamringishia. Ukivaa vibaya, huyu naye hana hela, maskini huyu. Huwezi kuwafurahisha. Ukitembea kwa miguu, hana hela ya mafuta. Ukipanda gari, anatutimulia mavumbi, anaturingia, na sisi tununua ya kwetu. Lipi jema? Maadamu huwezi kumfurahisha. Kwa hiyo ni muhimu ujitengenezee mazingira ya kumsamehe, jitengenezee mazingira ya kumwachilia mwanadamu mwenzako. Mwachilie tu, muone tu wa kawaida, yani asikusumbue, kwa sababu haijalishi uwe unapanda utasemwa, unashuka utasemwa, unafaulu utasemwa, unafeli utasemwa. So mwanadamu anasumbuliwa na positive yako na anasumbuliwa na negative yako.
Sasa utaishije? There is no neutral, hakuna katikati, either positive ama negative. Hiyo mbili moja wapo ndio utakaa. Hakuna center hapa, hakuna tukaomba eti hapa no man's land. Hakuna hiyo biashara, lazima kuna positive ama negative. So mwanadamu huyo anakusema ukiwa positive, anakusema ukiwa negative, anakusema ukipanda, anakusema ukishuka, anakusema unakula na anakusema wakati hauli. Bwana ukila siku hizi anaringa, ukiacha kula hana hela. Sasa ni kipi ambacho utafanya kizuri? Huwezi kumfurahisha mwanadamu. Naomba unielewe kitu kimoja. Kuna wale watu ambao anaishi kwenye ndoa ili amfurahishe mkewe. Nisikilize, ni kweli sijakataa, lakini cha kwanza tafuta kumfurahisha Mungu kwanza. Kwa sababu gani? Hutaweza kumridhisha. Kuna watu ambao wanakaa kwenye ndoa ili wafurahishe waume zao. Nisikilize, huwezi kumridhisha mtu mwanadamu wa kawaida. Furahisha Yesu kwanza, haya mambo mengine yatafuata. Sasa utahangaika sana, utateseka sana, ujue. Yaani ukitaka kufurahisha wanadamu utateseka, utachoka na mbinguni hutaingia. Kwanza utafika umechoka sana. Yaani kama utapata bahati ya kuzeeka, maana kwenye mazingira namna hiyo kuzeeka ni bahati, huenda ukafa kabla. Kama utapata bahati ya kuzeeka, unazeeka unakuwa mzee ambaye uko na maradhi mengi, sababu moyoni mwako umebeba mambo mengi. So kitu cha msingi ni hiki, pendeza Yesu. Wanadamu hutaweza, fanya kinachokuhusu na hiyo ingine haina shida. Na kitu kingine ambacho kama unataka kuishi na watu vizuri, wanadamu, wewe jitahidi kitu kimoja, acha kuishi kwa comment za watu. Narudia, ukiishi kwa comment za watu bro, kama unatumia comment za watu kuishi, unatumia maoni ya watu uishi, unaishi according to comment za watu, umechelewa sana, unapotea njia bro, unapotea njia my sister. Hiyo biashara achana nayo. Anavaa manguo makubwa kwa sababu ana shepu. Ukivaa ndogo yule naye sijui kama anajionaga. Ukivaa mbano sijui kama anajionaga. Ukivaa kubwa hana shepu. Huwezi kuwafurahisha wanadamu. Ukisuka anakuja kuniringishia, wakati hujasuka hana hela, kaishiwa, amepauka. Ukijipaka mafuta kanionyesha ni shilingi ngapi. Ukiacha kujipaka mafuta kapauka. Sasa wewe huwezi kuwafurahisha wanadamu. Jitahidi jambo moja, furahisha Yesu. Acha kusikiliza maneno ya watu. Ukiishi kulingana na comment za watu utachoka. Ndugu yangu, utachoka. Maisha yatakuwa magumu kwako na utashindwa. Maana ikatokea umependeza zaidi, umenenepa, siku hizi anaringa sina nini. Kama ni mwanamke utasikia amepata danga. Haya, kama ni mwanaume itakuwa kuna mahali amepata hela fulani, hata za magendo yatakuwa anaiba huyu, maana hatuelewi kipato chake na ananenepa. Haya, ukikonda huyu kama atakuwa hajapata HIV, wanadamu hutaweza kuwafurahisha na watakuzuia mbingu. Watakuzuia mbingu. Alafu ni muhimu ukakumbuka wale waliomwambia Bartimayo nyamaza, unatupigia kelele wewe nyamaza. Yesu mwana wa Daudi nirehemu, nyamaza, wewe nyamaza. Ndio hao wakati Yesu anasema njoo, mleteni jamani huyo mtu anayenipigia kelele ananiita, mleteni. Anamwambia ajikaze, anakuita. Wale walikuwa wanamwambia nyamaza, hao wanamwambia jikaze, anakuita. Kwa hiyo wanadamu hutaweza kuwafurahisha. Wewe cha msingi fanya kile ambacho Mungu anakuelekeza kufanya kwa usahihi. Achana na habari ya kusikiliza comment za watu. Utachelewa, utachoka na utazeeka kabla ya wakati wako. Yesu na atusaidie sana. Tunakuja kuomba msamaha, wacha kufuatana naye. Hata kabla hajaanza kuomba msamaha, samehe, achilia kabisa, kisha ndani yako hakuna maumivu, ili uwe salama. Maana hapo tuko kuomba msamaha, huenda mkagombania hapo tena. Hoje kuona watu wanaombana msamaha, jamani ameisha. Alafu natoka hapo ndio kwanza mtu amefura, sasa hata na salamu hamnaga. Sasa nilikuja kuomba msamaha na ndio kwanza nimekuja kuomba msamaha, alafu kinyume chake hata kunisalimia tena unisalimie. Kabla sija kuomba msamaha ulikuwa unanisalimia angalau unaitikia mgongoni. Sasa hivi hata ile mgongoni hamna. Nimeshakuja kuomba msamaha na hata ya mgongoni hamna. Wewe wanadamu huwezi kabisa kuwafurahisha. Narudia tena. Wewe amekukosea, achana na kesi. Alafu niseme jambo jingine. Mpendwa, msamaha wenye kuhitaji kesi. Yaani kwanza tupige kesi kwanza. Nani aonekane mshindi?
Yaani amekukosea kweli, lakini hutaki kuomba, yaani hutaki akuombe msamaha mpaka mpige kesi kwanza, au hutaki kusamehe mpaka mpige kesi kwanza. Nisikilize, nilisema kukosewa kunaweza kukupelekea wewe ukakosea kuliko aliyekukosea. Nikakwambia kadri unavyokaa na kosa la mtu moyoni, wewe na aliyekukosea wote mnakuwa chungu chenu ni kimoja. Kwa sababu Yesu akirudi hatajali, yaani siku ya kiyama hatajali kwamba au saa unakufa, eti umekufa hujasamehe, eti atajali unafuata kuangalia tu kwa sababu ulikosea. Nisikilize, ngoja nikwambie hivi. Mtu amekukosea, wewe umekataa kumsamehe. Sikia, kama ikatokea Yesu akarudi saa hiyo kabla hujamsamehe huyo mtu, wewe uliyekosewa una kovu, ni kweli, bonge ngeu umepigwa panga, haujaombwa msamaha, wewe na ngeu yako na mwenye kukupiga ngeu wote jehanamu. Narudia tena, umepigwa ngeu, umekosewa, alafu mwenye kukosea haja kuomba msamaha bado, na umelishikilia kosa moyoni. Nakwambia sawa, niambie, lakini mwisho wa siku Yesu akirudi wakati huo, wewe mwenye kukosewa, uliyepigwa panga, uliyepigwa ngumi, ambaye umechukuliwa mke hivi na vile, umenyang'anywa hela zako, wewe na yule mwenye kukunyang'anya, wote chemi yenu jehanamu. Aliyekosea na aliyekosewa, kama hataki kusamehe, wote njia yao ni moja. Kwani mimi nimesema? Yesu asante sana. Kwani mimi nimesema 7 mara 70 unasamehe? Na si hivyo tu, anaongeza nasema hivi, nanyi msimamapo kusali sameheni. Yaani kama una jambo na mtu, hakikisha utasamehe, kwa sababu usiposamehe na wewe utasamehewa. Tuko sawa sawa? Kama hutasamehewa ni kusema nini? Wewe na mwenye kukosea mnapajua kwenu. Yesu na atusaidie sana. Nirudie kusisitiza, acha kuishi kwa komenti za watu. Fanya maelekezo ya Mungu kwa usahihi. Komenti za watu zitakuzeesha kabla ya wakati wako. Yesu Mwokozi, mfalme wa utukufu, atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. So Musa anasemwa, na anaposemwa yeye wala hana shida. Angalia namba 3. Basi huyo Musa alikuwa mpole sana zaidi ya wanadamu wote waliokuwa juu ya uso wa nchi. Sio mkimya, maana kuna utofauti wa upole na ukimya. Sasa watu wengine wanamuonaga mtu ni mkimya, wanasema yule jamaa mpole au yule dada mpole. Upole wake unajulikana baada ya kukosewa. Ngoja nirudie tena, nasema hivi, upole wa mtu unajulikana baada ya kukosewa. Ana react vipi? Hapo unajulikana huyu mtu mpole ama uwaga ni mkimya. Sio kila mtu asiye na maneno mengi ni mpole. Wengine wana maneno mengi, lakini afadhali dubu kuliko yeye ni mpaya akikosewa. Huyo sio mpole, ni mtu mkimya. Mpole ni yule ambaye hata akikosewa, hata akikasirika, hana tukio baya, amefanyiwa vibaya, ndugu yangu, anaongea tu kwa upole. Mahali ambako angetukana, angeruka hata na sarakasi, wala anaongea taratibu tu. Huyo ni mtu mpole, hafanyi tukio baya. Huyo ni mtu mpole. Ndio maana Yesu alisema hivi, jitieni nira yangu, kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa nini? Wa moyo. Anapigwa, ana uwezo wa kuagiza malaika na moto ushuke kutoka mbinguni awamalize. Anapigwa, anasema Baba wasamehe, maana hawajui walifanyalo. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni mpole. Yesu nasaidie sana. Musa alikuwa mpole sana zaidi ya wanadamu wote waliokuwa juu ya uso wa nchi wakati ule. Wote, na hapa ni Mungu anamshuhudia, alikuwa mpole. Sio mimi, Musa alikuwa mpole. Yesu na atusaidie sana. Biblia inasema Bwana akanena ghafla na Musa. Anaposema ghafla, maana yake Mungu alikuwa na dalili fulani ambazo zinaonekana kabla hajasema. Hasa leo hiyo siku hakuzionyesha hizo dalili. Ghafla tu akaongea. Kasema hivi, Bwana akanena ghafla na Musa na Haruni na Miriam
na kuwaambia, tokeni nje ninyi watatu, mwende hemani mwa kukutania. Basi hao watatu wakatoka nje. Bwana akashuka katika nguzo ya wingu, akasimama pale mlangoni pa hema. Akaita Harun na Miriam, nao wakatoka nje wote wawili. Kisha akawaambia, sikilizeni basi maneno yangu. Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Moja kati ya sababu ambazo zitasababisha Mungu akuamini sana na kuendelea kukupa kibali ni kuwa na uwezo wa kusamehe. Mpendwa, nisikilize. Unataka kibali zaidi mbele za Mungu, jitahidi uwe na neema ya kusamehe. Uwe na uwezo wa kusamehe. Hata kama hujaomba msamaha, wewe uwe na uwezo tu wa kusamehe na kuachilia. Jitahidi sana sana. Kwa sababu hii inakupa kibali na kupatia krediti kubwa mbele za Mungu. Sifa mojawapo ya Mungu ni kusamehe. Kama Mungu asingekuwa ni wa rehema, asingekuwa ni wa msamaha, katika siku hizi mwanadamu gani angekuwepo juu ya uso wa nchi? Nani angeendelea kuwepo? Wote tungeshauawa siku nyingi sana. Maana neema ya wokovu hata isingetukuta. Kwa sababu gani? Mambo tuliyoishi kabla ya Yesu tungeshauawa. Lakini Mungu ni wa rehema. Haleluya, haleluya. Mahali ulipomshangilia Yesu Bwana kabisa, ni wa rehema. Anaturehemu, anatuachilia. Watu wanafanya madudu na mpaka wakati mwingine watu wanamtukana Mungu na Mungu ananyamaza na waangalia tu. Sasa hii inakufanya wewe unakuwa mfano wa Kristo kweli kweli, unakuwa mfano wa Mungu sawa sawa kama ulivyoumbwa. Yesu asifiwe. Arudia tena. Uwezo wa kusamehe ama kusamehe, hii inakufanya uwe mfano wa Mungu kweli kweli. Kwa usikubali kuvuta mambo. Umekosewa hapo, achana nayo. Nenda na mambo yako. Samehe kabisa ndani ya moyo wako, kusiwe na maumivu. Yesu atakupa neema zaidi. Kibali kitakuwa kikubwa zaidi. Yesu asifiwe. Kibali mbele za Mungu kitakuwa kikubwa zaidi na utashangaa unafanikiwaga sana. Kubeba mambo kwenye moyo wako. Unabeba mambo ya watu, unabeba la fulani, wewe utazeeka, utakufa na utajizuia kufanikiwa My sisters, achana hiyo. Tu yule unamchukia milele. Unamchukia milele. Hasara sio yake peke yake, na wewe. Yesu natusaidie. Tena wakati mwingine huenda huyo mtu amekufanyia makosa, hata ajui kama amekukosea. Maskini hata ajui kama amekukosea. Sasa wewe umembeba, umemshikilia, nakwambia. Unamwambia, haya endelea kumwambia, au tutaona. Narudia tena, kama kuna kitu unapaswa kuwa nacho cha kikubwa mno, ni uwezo wa kusamehe. Narudia tena, uwezo wa kusamehe. Kwa sababu gani? Narudia hivi mpendwa, hiki ni kifungo kibaya kwenye maisha ya watu wengi. Ukishindwa kuwa na uwezo wa kusamehe, huwezi kusamehe mpaka hivi na vile, unajipotezea kibali mbele za Mungu. Even if you are a pastor, hata kama wewe ni mchungaji, huna uwezo wa kusamehe. Huduma achana nayo. Kama ile unasema nimesamehe kwa sababu hasira imepoa, lakini ndani yako ukimwangalia mtu unasikia chuki ndani yako. Achana na huduma hiyo, achana na uchungaji. Wewe nenda kachunga ng'ombe. Kuchunga kundi la Bwana, achana nayo. Huwezi kuchunga kundi la Bwana, maana litakuzuia kwenda mbinguni. Yesu na atusaidie sana. Maana kuna wale watu wengine ambao hata tu mshirika hajatoa fungu la 10 anachanganyikiwa. Kwa nini hatoi? Kwa nini? Fuatilia maisha yake, ni kwa nini hatoi. Fuatilia maisha yake. Kama umeona kwamba hivyo basi usigombane naye. Nenda muulize, zungumza naye kwa upole na utaratibu. Yesu na atusaidie sana. Tuache huko. Muhimu sana kujua uwezo wa kusamehe. Hapa angalia jinsi ambavyo inampatia Musa credit hapa. Musa watu ni mpole, hana shida, ametulia. Biblia inasema kisha akawaambia, mstari wa 6 wa kitabu cha Hesabu sura ya 12. Kisha akawaambia, sikilizeni basi maneno yangu. Akiwapo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono, nitasema naye katika ndoto. Sivyo ilivyo, ni kama kusema lakini sivyo ilivyo kwa Musa mtumishi wangu. Yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote.
wake nitanena mdomo kwa mdomo. Haleluya. Arakamandarabash. Haleluya, haleluya. Maana, na anasema maana wazi wazi, wala si kwa mafumbo, na umbo la Bwana yeye ataliona. Maana basi ninyi hamkuogopa kumnena mtumishi wangu huyo Musa? Can you imagine? Ana describe kabisa Musa mbele ya hawa watu. Naambia sio hivyo, mimi huyu namjua na nitafanya moja mbili, nasema naye kwa wazi, mdomo kwa mdomo, uso kwa uso, na umbo la Bwana yeye ataliona. Kwa nini? Ni mwaminifu, ni mpole, ana uwezo wa kusamehe. Yesu anatusaidia sana. Ni mpole, mtakatifu, mwaminifu. Yesu na apewe utukufu mwingi. So naomba kwa leo tuishie hapa. Lakini nikuambie, naomba Mungu akupe neema sana. Jifunze kusamehe. Jifunze kusamehe. Anza leo. Yule mtu atakayekuja anakusemesha vibaya tofauti na vile unavyotaka, hapo hapo nyamaza. Wewe nenda zako kwa furaha. Hakikisha ndani yako hakuna uchungu. Anza na hiyo. Taratibu. In the name of Jesus, our Father, we thank you for this time. Asante kwa neema yako. Baba yetu, Mungu wetu mtakatifu mwaminifu sana, tunakushukuru kwa neema yako ya pekee. Na libarikiwe jina lako takatifu ambalo Bwana hakuna kama hilo mbinguni, duniani, wala chini ya nchi kuzimu. Hakuna jina la pekee ambalo ni jina la wokovu, jina la uzima, jina la usalama, jina ambalo ni kinga yetu. Tunasema asante. Baba, tuko mbele zako katika asubuhi ya leo. Mungu mtakatifu Bwana, kwa dakika hizi chache tunakusihi Mungu mtakatifu ya kwamba Bwana umesema nasi kwa habari ya kusamehe. Baba, tunajua na tumeelewa kwamba makwazo ndo mambo ambayo yanakuwa karibu zaidi na mwanadamu kuliko vitu vingine. Bwana Yesu, ninakuomba utupe neema ya kusamehe. Baba, tupe kuwa na uwezo wa kusamehe. Tupe kuwa na uwezo wa kuachilia katika jina la Yesu. Naomba Bwana kwamba utupe namna, tusaidie, tuwezeshe. Bwana, tuwe watu wa kusamehe kabisa kabisa. Tusiwe watu ambao tunakaa na uchungu, tusiwe watu ambao tunakaa na maumivu baada ya kukosewa. Lakini Bwana Yesu, tunakuomba ukatupe neema. Bwana, kwamba tunapokosewa immediately tuachilie hapo hapo. Immediately tuachilie hapo hapo Bwana. Wala tusiende nayo mahali popote. Tusitafute kesi ndio tusamehe. Lakini Bwana, tukasamehe tu moja kwa moja, pasipo hata kumwambia huyo mtu. Tuwe na hiyo neema ya kusamehe moja kwa moja, hata bila kumwambia huyo mtu kwamba ametukosea. Kwa sababu wewe Bwana ndivyo unavyotaka. Ndio maana Bwana Yesu Kristo Mwokozi hata katika kutendewa yale yote ambayo ulitendewa na wanadamu, tena wenye dhambi, Bwana, hakuna mahali ambako unawaambia ninyi wanadamu mmenikosea ili wakuombe msamaha na ndio usamehe. Hapana, wewe Bwana Yesu unasamehe tu, na unamwomba na Baba wasamehe, kwa sababu wewe unatuonyesha mfano. Yes, you show us an example. Our Father, tunakuomba utupe neema Bwana ya kusamehe kwa namna hii. Tupe neema Bwana, maana kama ni kukwazwa, kukasirishwa, ndiko kuko karibu zaidi na maisha yetu mara kwa mara. Kwa sababu Bwana ni kweli, ili tusikasirishwe inabidi tukae na watu wasio na ubongo. Lakini haiwezekani tunakaa na ndugu ambao na wao wana akili pengine nyingi kuliko hata sisi. Kwa sababu hiyo Bwana, huenda matendo na maamuzi yao yakatukwaza, na kama ikatukwaza tukishindwa kuwasamehe, tunaingia kwenye hatia mbele zako. Baba, tunakuomba utupe neema Bwana. Baba, tunakuomba ukatuwezeshe. Baba, tunakuomba ukatusaidie. Baba, ukatupe neema ya kusamehe na kuachilia katika jina la Yesu. Baba yetu na Mungu wetu, wewe uliye mtakatifu sana, tunakuomba sana Bwana kwamba utusamehe, utusafishe, utuoshe, utuondolee dhambi Bwana. Tunakuomba tusamehe kabisa. Mungu mwenye haki, tunakusihi sana Bwana kwamba ututakase, utusafishe. Mwenye haki Baba yetu na Mungu wetu, tunaomba utusamehe Bwana katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba sana kwamba utusamehe Mungu wetu. Baba, tutakase katika jina la Yesu. Tumeacha kuwasamehe ndugu zetu, hiyo imepelekea na wewe Bwana hujatusamehe katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba yetu na Mungu wetu, nakuomba utusamehe Baba, ukatusafishe Bwana katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo Mwokozi uliye hai.
Bwana wangu na baba yangu, nakuomba utusamehe kabisa Baba, ukatusafishe Baba, ukatuondolee kabisa Bwana kila namna ya makosa na dhambi. Yesu, tunakuomba tusamehe Bwana, katika jina la Yesu Kristo, Bwana Mungu aliye hai. Baba yetu na Mungu, tunakuomba utusamehe Bwana, katika jina la Yesu. Mungu wetu na baba yetu, tunakuomba sana kwamba ukatuondolee kabisa Bwana kila makosa na dhambi zote, katika jina lenye nguvu, uweza na mamlaka la Yesu Kristo, Bwana mwamba, mwokozi na nguvu zetu. Roho Mtakatifu Bwana, tunakuomba ukatutakase, ukatusafishe, ukatuondolee kabisa Bwana kila makosa na dhambi zote, katika jina la Yesu Kristo, Mwana Mungu aliye hai. Baba yetu, nakuomba utusamehe Bwana, tuondolee makosa katika jina la Yesu. Tunaomba kibali machoni pako Bwana katika asubuhi ya leo, Mungu mwenye haki, Baba yetu, ya kwamba Bwana ukatupe neema, Mungu mtakatifu, ukatupe neema ya Bwana Baba, ukatuwezeshe. Tunaomba kibali machoni pako, tunaomba kukubalika mbele zako Bwana, kwamba ukatukubali Mfalme, tuwe sadaka mikononi mwako Baba, ukatukubali Bwana Yesu, ukatutengeneze vile upendavyo Bwana, tukawe vile vile ambavyo unataka Mfalme Bwana, maana wakati ulipokubali kufa msalabani, kuna jambo ambalo Yesu Kristo wewe ulitaka litokee katika maisha yetu, kuna vile ambavyo ulitaka tuwe Bwana Baba, katika jina la Yesu nakuomba ukatupe neema Mungu wetu na baba yetu, kwa jina lenye nguvu la Yesu Kristo, Mwokozi uliye hai. Bwana wangu na baba yangu, nakuomba sana kwamba ukatutengeneze Mungu mtakatifu Bwana wangu Baba, naomba ukatutengeneze tuwe vile vile ambavyo wewe ulitaka, katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Baba yetu na Mungu wetu, ninakuomba sana kwamba mtakatifu Mungu wetu na Baba, tunakuomba neema yako Bwana Mungu mtakatifu Bwana iwe juu yetu Bwana, ukatupe neema, tufanyie matengenezo Bwana, tuwe vile ulivyotaka, tuwe kile ulichokitaka, katika jina la Yesu Mwokozi uliye hai. Baba, tunakuomba ukatutengeneze Bwana wangu Baba, tuwe kile ambacho ulikitaka Mfalme Bwana wangu, tupe kwa matokeo halisi ya kazi ya msalaba Bwana, kwa jina la Yesu Kristo, Mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na baba yangu, ninakuomba mno kwamba Mfalme wa utukufu, Baba yetu na Mungu wetu, ukatufanyie matengenezo makubwa, katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Bwana wangu na baba yangu, nakuomba ukatutengeneze Mfalme, tuwe vile ambavyo ulitaka Mfalme, ukatupe kwa matokeo ya kazi ya msalaba Bwana, tupe kwa faida yako, tupe kwa furaha yako Mfalme wa utukufu. Bwana wangu, nakuomba utupe kwa furaha yako Bwana Baba, tupe kwa shangwe ya moyo wako Mfalme, ukatupe kukufurahisha wewe Bwana wangu na baba yangu, tupe kwa furaha yako Jehova, katika jina lenye nguvu la thamani la Yesu Kristo Mwokozi. Bwana wangu na baba yangu, mimi nakuomba ukatutengeneze upendavyo Jehova. Tunakuomba Bwana wangu, ukatupe kuishi kwa ajili yako duniani, tupe kuishi kwa faida yako Bwana Baba. Tunakuomba ukatupe kuishi kwa faida yako, tupe kuishi kwa ajili yako Bwana Baba, ukafurahishwe na kuwepo kwetu duniani. Moyo wako ukafurahishwe Bwana kwa kuwa umetuweka duniani. Moyo wako Bwana ukafurahishwe kwamba tuko duniani Bwana, na wewe ukatukuzwe Mfalme wa utukufu. Bwana wangu na baba yangu, tupe kuwa sifa ya utukufu wako, tupe kuwa shangwe ya moyo wako Bwana wangu Baba, tukawe furaha yako katika jina la Yesu. Baba yangu na Mungu wangu, nakuomba sana kwamba Mfalme Bwana, lisipungue neno katika ahadi zako Mfalme, tutengeneze utakavyo Bwana wangu na baba yangu, kainuliwe sana Bwana, kwa sababu ya kuwepo kwetu duniani, katika jina la Yesu Kristo, Mwana Mungu aliye hai. Baba yetu, Mungu wetu, Mfalme wetu, tumekuja kwako tukiomba kwamba Bwana, kama ulivyoahidi Bwana mwenyewe, na kama utafanya makao yako ndani yetu, nakuomba Baba kwamba ukae ndani yetu Bwana Yesu. Tunakuomba ukafanye makao yako ndani yetu Mfalme Bwana, paka mahali pako pazuri ambapo unapenda na unafurahia kukaa, ukae ndani yetu Bwana mabwana, katika jina la Yesu. Tunaomba neema yako Bwana, nguvu zako Mfalme Bwana zikatamalaki ndani yetu, tujaze Roho Mtakatifu Bwana Baba, tukajae kwa Roho Mtakatifu ndani yetu Bwana, tujae Roho Mtakatifu, nguvu zako Bwana zikawe dhahiri ndani yetu Mfalme Bwana, tujaze Roho Mtakatifu, tunahitaji kujaa Bwana majira na wakati wote, tujae Roho Mtakatifu na tukabubujike ndani yetu Bwana, bubujiko la Roho Mtakatifu likatamalaki katika jina la Yesu. Nguvu yako Bwana ikawe dhahiri ndani yetu zaidi Bwana, kwa jina lenye nguvu la Yesu Mwokozi uliye hai. Baba, tunakuomba ukajidhihirishe ndani yetu, ya kwamba unakaa ndani yetu Bwana Baba, maana hii ni ajabu na ni njema mno na ni ya pekee Mfalme Bwana, kwamba unataka ndani yetu na wala sio katika majengo yetu Bwana wangu, ninakuomba sana kwamba ukae ndani yetu Bwana Yesu, ukajitukuze Mungu mtakatifu, na kuomba Bwana ukajitukuze kwa sababu ya kuwepo kwetu duniani, kwa sababu ya maisha yetu Bwana Yesu, ukatukuzwe Baba, ukainuliwe, ukahimidiwe Bwana kwa sababu ya kuwepo kwetu, katika jina
la Yesu Kristo, mwana wa Mungu uliye hai. Bwana wangu, ninakuomba kwamba Mungu mtakatifu Bwana ukatende, Jehova ukajitukuze katika jina lenye nguvu la Yesu. Baba yangu na Mungu wangu, nimekuja mbele zako mfalme, Bwana hivi Bwana Mungu wangu na Baba yangu, ninakuomba sana ya kwamba Jehova Mungu mtakatifu Bwana wangu, na kwamba Bwana ukatutengeneze mfalme, wala tusio watu wa kawaida, lakini Bwana tukawa watu tofauti na neema yako Bwana, kwa jina lenye nguvu la Yesu Kristo, Mwokozi, mfalme, mwamba na nguvu zetu. Bwana Baba yangu na Mungu wangu, mimi nimekuja mbele zako mwenye haki Baba yangu, ninakuomba sana katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu uliye hai, yako ambaye Bwana mabwana, mfalme wa utukufu, ninakuomba sana Mungu mwenye haki Bwana, kwamba ukafanye makao yako ndani yetu Bwana, ukajitukuze katika maisha yetu Bwana. Ninakuhitaji sana Roho Mtakatifu uliye mwalimu, katika jina la Yesu. Baba, tuko mbele zako, ninakuomba Bwana kwa ajili ya wale ndugu ambao wako na changamoto za kiafya, kuna mahali wanaumwa katika miili yao, ninawaombea neema yako Bwana iliyobeba uzima ndani yao. Naomba Bwana ukawaguse katika jina la Yesu. Naomba Bwana kwamba ukawaguse kwa mkono wako Jehova, ninakuomba ukawaponye, na kuomba Bwana ukaondolee kabisa kila changamoto, kila maumivu na mateso Bwana. Yule ndugu mwenye changamoto ya taya, Yesu naomba Bwana ukamguse. Mwana ambaye ana changamoto ya answers, Yesu nakuomba Bwana ukamguse, ukamfungue, mponye kabisa Bwana wangu na Baba yangu. Bwana yuko yule ambaye ana changamoto ya tumbo, alifanywa operation. Baba, ninakuomba wote Bwana kwa ajili yao katika jina la Yesu. Nakuomba Bwana wangu kwamba ukanyosha mkono wako ukawaguse Bwana wenye changamoto, naomba ukawaponye kwa jina la Yesu. Bwana kwenye matumbo, wale wenye shida kwenye kifua, kwenye miguu Bwana, kwenye mishipa mbalimbali ya miili yao, kwenye moyo, kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu hai, watu wenye changamoto za pressure na mapigo ya moyo kwa mbio, kwa jina la Yesu. Nakuomba Bwana wangu, nyosha mkono wako ukawaguse kwa jina la Yesu. Naomba Bwana ukawaponye, wafungue Bwana, ukaondolee kila changamoto na shida yoyote. Yesu nakuomba ukawaponye, yule mwenye changamoto ya taya, ondolea mbali Bwana. Yesu tunakuomba waponye Bwana, wako ambao hawana watoto na wanahitaji. Yesu nakuomba tokea kwao mwaka huu Bwana, na mwaka wa ushuhuda kwao, kama ambavyo umeahidi mwenyewe. Naomba Bwana Yesu ukatende kwa jina la Yesu. Bwana tunajua una uwezo, na kuomba watokee, ukawafanyie njia, wape watoto wa kiume na wa kike kwa jina la Yesu. Bwana kuomba ukawaguse, ile ndoa isiingie doa, isiingie ugomvi, lakini Bwana wangu nakuomba wape neema kwa jina la Yesu, kawape uzao wa kiume na wa kike, wape watoto kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye. Baba yangu nakuomba yule dada ambaye ana changamoto katika ofisi yake, ninamwombea Bwana hiyo hali ya kushushwa cheo, kuondolewa kwenye nafasi, aipinga, haina mamlaka kwa jina la Yesu. Lakini Bwana muinue tena mfalme kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu Bwana kuomba Baba ukamuinue tena. Yesu nakuomba tetee, piganie, mwezeshe, anakuhitaji wewe kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu Bwana kuomba Baba ukajidhihirishe kwa maisha yake, dhihirika mwenyewe Baba, ukajionyeshe, mtetee Bwana. Aina yote ile nguvu inatumika kushindana naye, iko ni nguvu ya uchawi, Yesu nakuomba unapigana, ukamshindie kwa jina la Yesu. Nakemea kila uharibifu kwenye ofisi kwa jina la Yesu aliye hai. Roho Mtakatifu nakuomba wakatamalaki, tetea wafanya biashara, wapiganie, wape wateja, waongeze Bwana, ongeza mitaji yao, wazidishe kwa jina la Yesu, wakakutukuze mfalme wa utukufu. Baba yangu nakuomba ukawatetee watu wako, tetea yule dada Bwana, mshahara wake usipungue, lakini mfanyie Bwana, mfanyie njia, mshahara uongezeke katika jina la Yesu. Baba nakuomba ukamtetee Bwana, piganie Bwana zile kesi za kusingiziwa, naomba ukamshindie. Ulimshindia Danieli, ukamshindia Meshaki, Shadraka na Abednego, lakini sio hivyo tu, ulinishindia mimi binafsi kipekee sana. Ninakuamini, nakuomba Bwana Yesu ukafanye for the glory of your name. Baba nakuomba usinyamaze, usitulie, usiwe na kimya, hata utakapotenda jambo kule dada na kule ndugu na yule mwingine na yule mwingine na wote Bwana, kwa jina la Yesu natamka na iwe kwako kama ambavyo umekuwa ukiomba, kwa jina la Yesu. Nasema hivi, nainua mkono wangu juu mbele za Bwana, nasema na iwe kwako kama ulivyoomba, kwa jina la Yesu aliye hai. Imekuwa. Sema amen. Mwamini Yesu. Kuwa na utulivu kwa jina la Yesu. Amen. God bless you. Have a nice time. See you again when you see me.